Tunafahamu kwamba ndio kwanza kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara bado mambo yanaendelea, yani kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara vilabu vingi vimebakiwa na mechi 5, lakini kwenye upande wa masuala ya usajili timu nyingi zimekuwa zipo makini zikiwa zinaendelea kutizama zile sehemu ambazo wanaona kwamba inapaswa kuweza kuboreshwa. Timu nyingi imekuwa ni hivyo, wakiona kwamba kuna tatizo basi wao wanatazama mchezaji mapema kuona ni namna gani hasa ambavyo wataweza kurekebisha yale makosa ambayo yalikuwepo kwenye msimu ambao kabla hujaweza kumalizika kuelekea kwenye msimu mwingine. Sasa kwenye upande wa klabu ya Yanga, wao kwa upande wao wanaona kwamba kwenye upande wa ulinzi inatakiwa kuongezwa mchezaji mwingine. Sasa ni mchezaji gani huyu ambaye tayari anatajwa? Utakwenda kufahamu hapa. Lakini kabla sija kupatia taarifa hii, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu sana tuweze kutazamia taarifa hii kiundani zaidi. Kwa upande wa taarifa ambazo zimevuja kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii kwa siku za hivi karibuni, ni kuripotiwa kwa taarifa kuhusishwa kwa upande wa beki Enock Inonga Baka kwamba yupo mbioni kurejea ndani ya Tanzania, na safari hii akiwa kwenye mipango ya kujiunga na mabingwa ya kihistoria ndani ya Tanzania, Dar es Salaam Africans. Enock Inonga tunafahamu kwamba ni moja ya mchezaji ambaye amecheza ndani ya Simba, huko kwa upande wa mashabiki wa klabu ya Simba wakimuita Varane kutokana na aina yake, uchezaji wake thabiti na utulivu mkubwa. Ni miongoni mwa mabeki bora waliowahi kuvalia jezi ya klabu ya Simba katika miaka ya hivi karibuni, ambapo tunafahamu alijiunga na klabu ya Simba msimu wa mwaka 2021 2022 akitokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa misimu yote miwili alikuwa ni muhimili mkubwa kwenye safu ya ulinzi ya wekundu hao wa Msimbazi. Tunafahamu katika kipindi chake akiwa ndani ya Simba, Inonga alicheza mechi nyingi muhimu ligi kuu Tanzania bara pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho, huko kwenye michuano yote hiyo akiweza kuisaidia klabu ya Simba kufika moja kwa moja kwenye hatua ya robo finali. Baada ya mkataba wake kumalizika ndani ya klabu ya Simba, tunafahamu kwamba alijiunga na klabu ya AS FAR Rabat ya pale nchini Morocco, moja ya timu ngumu na yenye historia katika michuano ya kimataifa. Hata hivyo, safari yake ya huko haijawa laini kama ambavyo ilitarajiwa, ingawa alionekana kuwa sehemu ya mipango ya awali ya timu hiyo. Miezi ya karibuni kwa upande wa Enock Inonga amekuwa akikaa bench mara kwa mara, akipoteza nafasi ya kucheza kwenye mechi muhimu. Kwa mchezaji mwenye kiwango chake, hali hiyo imeanza pia kuzua sintofahamu, ikizingatiwa mwezi Desemba mwaka huu 2025 kuna michuano ya AFCON ambayo inatarajiwa kuchezwa huku Kongo wakiwa kwenye michuano hiyo. Hivyo Enock Inonga anaona kwamba nafasi yake ya kuweza kucheza michuano hiyo ya kimataifa inaweza kuwa ngumu kama atakuwa anakaa bench kwenye klabu yake ya AS FAR Rabat, na ndio maana mpaka sasa hivi anaitazama klabu ya Yanga. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakala wake kwamba Enock Inonga ameonyesha nia ya dhati ya kurejea ndani ya Tanzania, safari hii akiweka mezani ofa ya klabu ya Yanga, na anataka kucheza mara kwa mara ili kurejesha kiwango chake na kujihakikisha nafasi ya kwenda Ivory Coast mwezi Desemba, yani kuivaa jezi ya timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande wa klabu ya Yanga wameonyesha kuwa wako tayari kufanya mazungumzo naye, huku pia wakivutiwa na uwezo wake na utulivu wake ambao amekuwa akionyesha kwenye mechi ambazo amekuwa akicheza. Ikiwa dili hili litakamilika moja kwa moja, Enock Inonga atakuwa pia mchezaji mwingine ambaye amewahi kucheza ndani ya klabu ya Simba ambaye anakwenda ndani ya Yanga. Tunafahamu kwa miaka ya hivi karibuni wachezaji wengi wamekuwa wakitoka Simba na kwenda kwa upande wa klabu hiyo. Kwa hiyo hii ni habari ambayo imekuwa ikimhusisha beki huyo kutua ndani ya klabu ya Yanga. Unadhani utakuwa ni usajili sahihi kwa upande wa klabu ya Yanga? Toa maoni yako nami nitapitia. Shukrani.